Hasad ndugu zangu haitoki kwa mtu wa mbali. Hasadi yatoka kwa watu wa namna tatu. Hasadi katika watu wa namna tatu tu, hakuna wanne. Mtu wa kwanza, jamaa yako wa karibu. Jamaa yako wa karibu anaweza kuwa ndugu yako baba moja mama moja, anaweza kuwa ndugu wako baba, anaweza kuwa siji mjomba, huyo ndio mwenye hasad, kwa sababu yeye ndio wa kwanza kujua neema yako uliokuwa nayo, nduguyo, na kutaonesha yule nduguyo ambayo pengine mmesema pamoja, mliko mkaenda chuoni pamoja, mkilelewa pamoja, mambo chungu zima, lakini yeye ndio wa kwanza kuwa na nini? Hasadi. Kwa nini uwe wewe? Aina ya pili, watu ambao watatoa hasadi, majirani. Baada ya kuona fulani kapata, pengine kanunua kijigari, pengine kanunua pikipiki. Maana mmoja alisema kwamba kalinunua pikipiki, kwa jirani akakaa mlangoni anasema, pikipiki gani ile kwanza? Ovyo, pikipiki yenyewe. Sawa, lakini si yake yeye, kwani yako wewe? Hii yake yeye. Alafu anajiona akikaa katika pikipiki pale anatuna hivi. Yule hatuni ndugu yangu, akiendesha pikipiki upepo unaingia katika ile jacket unakuwa kama katuna, hatuni. Lakini kwa sababu ya hikdi alokuwa nayo, yani mtu mwenye hasadi, hata mtu akisifiwa mbele za watu, yeye anafanya nini? Yeye anakandia tu. Yeye humjui huyu. Yule kijana mashallah anasoma vizuri, yeye humjui. Ana loto. Ana elimu gani yule bwana wewe? Kama ana elimu angekuwa vile. Sasa unataka mwenye elimu alipo juu. Anajua nini yule bwana wewe? Kama anajua angekuwa vile. Sawa, wewe mwenye kujua, mbona hatukuoni ukaenda kusimama mbele pale? Pengine mtu kaoa mke mzuri, mwanamke gani yule akhi? Mwanamke mfupi. Sawa, yeye si ndo kampenda, kawe mrefu. Yani yeye hasidi ni mtu ambaye kwamba kila ulichonacho anakitoa dosari. Kila ulichonacho anakitoa dosari. Anajiona siku hizi kapata kazi, akitoka asubuhi bana anatutia mikogo, anachomekea. Sasa ndugu yangu, nawe si unue kisuali na cha kuchomekea. Tatizo liko wapi? Watu wa pili, namna pili ni jirani. Mtu wa tatu, rafiki au mwenza. Kama nilivyotangulia kusema, wakati mwingine mpaka mashehe kwa mashehe nao wanahusudiana. Rafiki, mwenza wa karibu, huyo ndo ambaye atakuhusudu na kukuonewa hasadi. Anasahau kwamba dhalika fadlullahi, hiyo uliokuwa nao ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, yutihi man yasha, Mwenyezi Mungu humpa mtakaye.